kwa sababu ya huu mwaka, maana tangia pale mwanzo Januari ndio tumepitia mambo mengi, tumepitia mambo makubwa, kumekuwa na milima na mabonde, panda shuka, lakini kwa yote amekuwa Mungu. Kuna mahali ambapo umefika ukaona umefika mwisho, lakini bado ako pamoja nawe. Kuna mtu tulikuwa tunaongea naye ananiambia, kwa hakika sijajua vile nimefika mahala hapa, kwa sababu hakuwa anatarajia kama atafika pale, kwa sababu ya yale mambo ambayo amepitia. Lakini kwa yote Mungu amekuwa mwema kwake, maana amemfikisha umbali huu. Hata nasi jioni ya leo tuna sababu ya kuambia Mungu ni asante, kwa kuwa laiti ya yale ambayo tumeyapitia kwa huu mwaka, amekuwa mwema na mwaminifu. Hata kama kuna mabaya ambayo tumeyapitia, lakini kuna mazuri ambayo tunafaa kuambia Mungu ni asante kwa yale ambayo ameyatenda na kwa umbali huu. Nataka tu kidogo tuweze kuangazia mwaka huu unapoenda kuisha, na kuna somo kidogo tu tutasoma ya kuambia Bwana ni asante. Nataka tuende katika kitabu cha Mwanzo, Genesis 3. Genesis ama Mwanzo 3, tuende mstari wa 19. Inasema hivi, Genesis 3:19. Inasikia watu wanadurusu Biblia na ni vizuri hivyo. Mwanzo 3:19 inasema, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana umavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Mungu alikuwa anayanena haya maneno wakati ambapo wale wazazi wa kwanza walipoasi wakatenda dhambi, akawaambia ya kwamba kwa jasho yenu mtakula. Na ndio unaona kutoka pale Januari tumestruggle tukitafuta ili tuweze kukula, tumetafuta ili angaa tuweze kuweka kitu mezani, tumeng'ang'ana ili angaa tuwe jinsi tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini amesema ya kwamba ati kwa jasho la uso wako utakula. Lakini Mungu ni mwaminifu, sio kwa sababu ya kung'ang'ana kwetu kumefanya tukule, sio kwa sababu ya bidii yetu imefanya tuwe jinsi tulivyo. Haleluya. Lakini